Je, unaifahamu video hii? And hear our prayer. Please, Lord, whenever. Hii ni music video inayokwenda kwa jina la Father kutoka kwa Kanye West akiwa amemshirikisha Travis Scott. Video hii imetoka mwaka huu 2026 ikiwa ni moja ya nyimbo zilizomo kwenye albamu mpya ya Kanye West inayokwenda kwa jina la Bully. Video hii imekuwa ni moja ya video zilizoleta mijadala mbalimbali katika mitandao ya kijamii, huku kila mmoja akijaribu kutoa maana yake au jinsi alivyoelewa video hii. Na kwa sababu hiyo, nami kwa nafasi yangu nimeitazama video hii na kufanya research ndogo kuhusu kile kilichoonekana kwenye video hii, na ningependa kushare mawazo yangu niliyoyapata baada ya kutazama video hii. Lakini kabla sijaendelea, ningependa kukukumbusha kutembelea chaneli yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la Kenny Ukiz Films au kubonyeza link iliyopo hapo juu kwenye bio yangu ili uweze kuona projekti zetu za filamu, bila kusahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwenye video hizo. Okay, turudi sasa kwenye topic yetu ya hii video. Kwanza kabisa, kiujumla video hii imebeba ujumbe wa mtu kubadilika kutoka kwenye version ya zamani kuja kwenye version mpya. Ukiangalia utaona video hii inaanza ikimwonyesha Kanye West akiwa na watu wengine wengi, akiwemo yule mtu anayefanana na Michael Jackson, wakiwa katika kanisa la kizamani fulani hivi, wakimsubiri mchungaji aje wabadilishe kutoka kwenye maisha ya kizamani na kuja kwenye maisha mapya. Tunamwona askari wa kizamani aliyevalia mavazi ya chuma akiwa juu ya farasi anaingia ndani ya kanisa, na kwa nje ya kanisa gari la polisi linafika na wanashuka askari wawili. Hii inawakilisha aina ya zamani ya askari na aina ya sasa ya askari, kwamba askari wa zamani walikuwa wanatumia farasi kuenforce laws na askari wa sasa wanatumia magari katika shughuli za kuenforce laws. Tunamwona yule askari wa kizamani anaungana na waumini wengine kwa ajili ya kuja kubadilishwa. Pia ndani ya kanisa kuna waumini ambao pia ni masisters, na tunaona kati ya wale masisters wawili, sister mmoja anakamatwa na wale askari wawili na kutolewa nje ya kanisa. Hiyo ni kwamba kikawaida tulizoea kuona kwamba masista ni watu ambao wana upendo, wanajali na ni watu wema, lakini kuonekana kukamatwa kwa sista yule pengine kunaashiria kitu tofauti, kwamba labda ana makosa fulani aliyofanya huko nyuma, na hiyo inaashiria kuvunjika kwa utamaduni huo wa miaka mingi uliokuwa umezoeleka kwamba masista ni watu wema, wenye upendo na wanaojali. Tunamwona pia mwanaume akiingia kanisani na mwanamke ambaye anaonekana kama mwanamitindo fulani hivi. Mwanamke huyo anaingia kwa mbwembwe nyingi za kutafuta attention kwa watu wa mule kanisani. Hiyo kapo imewakilisha kapo nyingi za macelebs ambao muda mwingi wanaotumia kutafuta attention kwa mavazi na staili zao za maisha, bila kujali wapo kanisani au la. Na ndio maana tumeona pia kuna mtu anawapiga picha, mtu huyo akiwakilisha mapaparazi ambao hawajali hata kama wapo kwenye nyumba ya ibada, ila wao wanachotaka ni kutengeneza stori tu. Tunaona pia mtoto mdogo wa kiume akienda kuzima mshumaa pale madhabahuni. Kitendo cha kuzima mshumaa kinawakilisha mapinduzi mapya ya kizazi kipya. Alafu mama yake ambaye amevalia mavazi ya kiutu uzima au kizamani fulani hivi anakuja na kumchukua mtoto wake na kurudi naye kwenye siti. Huyu mwanamke ambaye tunaweza kumwita Catwoman, utamkumbuka kwenye music video ya Fed kutoka kwa Kanye West ya miaka ya nyuma kidogo hivi. Ukiangalia kwenye ile video alikuwa bado msichana na alikuwa mrembo pia, na mwishoni mwa video inaonekana akibadilika kuwa Catwoman, na pale kitandani mtoto huyo mdogo anaonekana ndo bado yuko mchanga. Kwa hiyo inamaanisha naye yupo hapo kanisani kwa ajili ya kubadilishwa kutoka kwenye maisha yale ya zamani na kuanza maisha mapya. Tunamwona pia Kanye ambaye muda wote amekaa akiwa ametulia, lakini wanakuja wale wanaanga na kumvua sura, na baada ya kumvua sura tunagundua kuwa kumbe yule Kanye tulizani ni mpya, kumbe sio Kanye kabisa, yani kwamba ni alien. Hapo ndiyo tunakumbuka zile stori za Kanye kuwa cloned. Wale watu wa anga wanamchukua na kumpeleka nje kwenye ile ndege ya UFO, ikimaanisha kwamba hata huyu Kanye wa sasa ambaye tunasema amekuwa cloned bado sio Kanye ambaye wao walitaka awe. Hivyo wanamchukua na wanaenda kumbadilisha tena, na pengine watatuletea Kanye mpya mwingine. Wakati Kanye anatolewa nje, tunamwona pia Travis Scott akiwa anaingia ndani ya kanisa akiwa kama alien, na anapofika pale madhabahuni anavua lile vazi kuonyesha kwamba ni yeye kwenye mwonekano mpya. Lakini nyuma yake kuna mabinti wawili mapacha wanaingia wakiwa wamevalia shera za harusi na kuja moja kwa moja mpaka pale kwenye madhabahu. Kisha inaonekana Travis
amewaoa mabinti hao. Hiyo inakuwa inawakilisha uvunjwaji wa tamaduni ya zamani ya kikanisa ya mtu kuoa mke mmoja na kuanza kwa tamaduni mpya ya mtu kuoa mke zaidi ya mmoja. Lakini pia wakati Travis anaingia kanisani, tunaona kuna mzee anamfuata nyuma yake akiwa amebeba keki, na akiwa anasogea pale mbele, yule mtoto anasimama na kujaribu kumtega, ila yule mzee kabla hata hajagusa ule mguu wa yule mtoto anaanguka chini. Hiyo inakuwa ikionyesha jinsi gani ambavyo mambo yote tunaona kwenye media yanakuwa scripted, kwamba siku hizi drama zinatengenezwa makusudi kabisa kwa ajili ya kupata publicity na views. Ndio maana utaona hakuna mtu yoyote aliyeumia baada ya yule mzee kuanguka, na pia wala ile keki haikuharibika. Yote hiyo inawakilisha kwamba kila kitu kinachofanyika kwenye media basi kiko scripted, yaani ni kama unaangalia filamu tu hivi. Kuna yule jamaa pale pembeni amekaa na mdoli anajaribu kuzungumza nao huku akijaribu kumwonyesha michezo mbalimbali, ila inafikia hatua anakuwa bored na huyo mdoli, na mwisho wa siku anaamua kusoma kitabu kinachowaka moto. Yule mdoli anawakilisha wanawake wanaofanya plastic surgery, na yule mwanaume anawakilisha wanaume wanaopenda wanawake wa namna hiyo, yani wanawake wanaofanya plastic surgery. Lakini pia kitendo cha mwanaume yule kuacha kumzingatia yule mdoli ni kuonyesha kwamba kuna kipindi pia wanaume hao wanachoshwa na hizo plastic surgery, na ndio maana mwisho wa siku ndoa inapofanyika ya Travis Scott na watu wakiinuka kuondoka, naye anainuka kuondoka na kuacha ule mdoli pale pale. Lakini pia kitendo kile cha jamaa kufanya ile michezo yote ya kucheza karata, kusoma kitabu kinachowaka moto bila kuwa noticed na uongozi wa kikanisa pale ndani, inaonyesha jinsi gani ambavyo kanisa, hayo mambo yote yanaonekana ni upuzi tu. Kitu kingine ni yule Michael Jackson anayeonekana amekaa toka mwanzo mwa video mpaka mwisho wa video. Hii inaonyesha pia issue za cloning na jinsi gani ambavyo siku hizi wasanii wamekuwa wakitengenezwa kuwa brand. Fikiria, yule kiuhalisia sio Michael Jackson, lakini sisi tunapomwangalia tunapata picha ya Michael Jackson bila hata kujali kuwa yule ni mtu tu wa kawaida ambaye imetokea akafanana na Michael Jackson, na wala pengine hatutaki hata kujua anaitwa nani wala kujua historia yake. Mwisho kabisa tunaona watu wote wanatoka na anaingia mtu akiwa amebeba msalaba na kuja kukaa siti ya mbele akiwa peke yake. Nadhani hapo director Bianca alitaka kuonyesha kwamba Baba Mungu wa mbinguni atusaidie, kwamba kanisa halijali tena kusudio la kuwepo, isipokuwa linaangalia mamlaka na nguvu. Ndiyo maana linaacha yale maovu yote yanayotokea kanisani yatokee. Hayo ni mawazo yangu kulingana na utafiti mdogo niliofanya. Vipi kwa upande wako? Umeelewa nini kuhusu video hii ya Father ya kwake Kanye West? Niandikie jibu lako hapo kwenye comment section. Until next time, jina langu ni Kenny Ukiz. Bye bye.